Tengeneza sauti ya microphone. Ni wakati wa Mungu wa kumaliza aliyepanda farasi. Praise God. So wakati nilikuwa katika maombi, nilihisi Bwana akinitia hii ujumbe na akiniambia ya kwamba hata wakati unaponililia, nimekuja kuelewa watu wengine kuna farasi ambazo zinaachiliwa na kukuja kuleta maujumbe ambao hayafai katika maisha yao. Wengine wanaachiliwa farasi katika ndoto zao ambazo hazifai. Praise God. Lakini Mungu akaniangalia wakati nilikuwa katika maombi, nilikuwa na tafakari, kwa nini Mungu tumenipa ujumbe wakati niko katika mlima, wakati ninapokulilia? Kwa nini unaelewa kuhusu kanisa lako? Kwa nini unaelewa kuhusu washirika? Praise God. Nikazidi tu kutafakari, nikasikia tu Bwana akiniambia, unajua wakati mtu ambaye ako na farasi, ako na uwezo na uko na uwepesi wa kupeleka ujumbe kwa haraka sana. Mtu ambaye ako na farasi, ako na uwezo wa kutoka Nyashofa afike Wetainie, atoke Wetainie aende Thika kama achoki, akuwa anapeleka maujumbe mbaya. Kwa hivyo kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anatangaza, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anaandaa katika ibada ya leo, na ninaamini ya kwamba si ibada ya kawaida, si ujumbe wa kawaida, ni ujumbe ambao Bwana ameupeana wakati ambapo unaofaa kwa ajili mtu ambaye ako na farasi, ako na uwezo wa kuharibu. Wakati nilikuwa naangalia movie ile, wakati nilikuwa nimezoea kutazama DJ Afro ile, wakati alikuwa ameniingia vizuri, wakati nilikuwa na study introduction mwanzo tunakuandalia movie alright ship zaidi, hiyo wakati nilikuwa napenda sana. Nilikuwa natazama zile wakati watu walikuwa wanachukua farasi wanaenda katika vita, zilikuwa zinaandaliwa vizuri, zilikuwa zinatengenezwa vizuri, na wakati mwingine kuna farasi zingine nilikuwa naona ziko na mbio kuliko zingine, na zile zilikuwa na mbio, hizo zilikuwa na nguvu, kwa maana zilikuwa na jemedari, zilikuwa na mtu ambaye alikuwa anaongoza kikosi. Kwa hivyo wakati Bwana alikuwa ananinenea, alikuwa ananipea ujumbe ambao utakuja kukusaidia, kukuja kukuonyesha kuna watu ambao wanachukua farasi, wanaketi katika zile farasi zao ziko na mbio, lakini kuna kitu moja Mungu alisema katika maombi, ni wakati wake wa kuangamiza aliyepanda hiyo farasi na farasi yenyewe, kwa ajili ya pakiendelee na ile kusudi ambalo aliyepanda farasi ameipangia. Sema lazima ataisha. Tuseme vizuri, lazima ataisha. Hebu tusomee kwa wepesi. Haleluya. Biblia inasema nao wakatoka nje, wao na jinsi zao zote pamoja nao, watu wengi mno kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari, kwa wingi, pamoja na farasi na magari mengi sana. Wafalme hao wote wakakutana pamoja. Tulia kidogo. Praise God. Amen. Biblia inasema ya kwamba they came out with all. Hebu rudia verse 4. Ndio. Nao wakatoka nje, wao na jinsi zao zote pamoja nao, watu wengi mno kama mchanga ulio ufuoni mwa baharini, kwa wingi. Praise God. Amen. Unajua mtu ambaye anaenda katika vita, ama mtu ambaye ametayarisha kupigana vita, huwa atayarishi vita kupigana kama ako peke yake. Lazima atafute watu ambao wataweza kumsaidia kuingia katika vita. Hata wachawi ndiposa waende wakaroge mtu akufe, wao wenyewe huwa wanaitana, kunakuwa na come together ya kuteremsha mtu katika mchanga. Na wakati mwingine tulimba deliverance, wakati mwingine katika hii vita nimeitwa na Bwana, nilikuja kuelewa ya kwamba wakati wachawi wamemaliza kuua mtu, huwa wanaitana wote katika kijiji, wanakuja wanafufua mtu na wanaanza kukula nyama zake. Kwa hivyo si kumaanisha ni kitu ya kawaida. So Biblia inasema ya kwamba Joshua akuwa ameketi chini, akuwa ameketi mahali, akuwa amegojea Bwana. Kuna watu na wao walikuwa wameketi, wakuwa wamekusanyika, wakuwa na kusudi. Wewe keti chini na wache mchezo. Wakuwa wamegojea, walikuwa wameketi chini, walikuwa wamegojea kwenda katika vita. Praise God. Walikuwa wanapangia Joshua hata ile wakati yeye hakuwa.
Praise God. Hallelujah. Magani ya wasu. Amen. Nikihubiri na mchezo mwache. Kwanza nyinyi wanalika. Nikuandika hapo nikihubiri you sit down. Hallelujah. Praise God. Na nikamwambia hivi akimage ujia. Sawa. Nisona manalika kutoka nikihubiri. Praise God. Amen. Wakati Joshua alikuwa katika maombi yake akizidi kumuomba Mungu, kumbe na kuna watu wengine na wao walikuwa na keti chini kutengeneza vita za kwenda kupiga Yoshua. Praise God. So ni vyema sana Mkristiano uache kukaa maisha ya kikawaida. Ni vibaya sana ukae kama umelegalega. Ni vibaya sana ukae kama mngojei Mungu. Ni vyema kukaa katika maombi. Ni vyema kukaa katika sifa. Ni vyema kukaa katika neno kwa ajili ujui adui zako nilio na kupangia. Angalia Joshua ameketi mahali chini, yeye tu anazidi kukaa na wale wa Israeli, lakini upande mwingine kuna watu ambao wanajikusanya kwenda kumpiga vita. Kuna watu ambao wameitana mahali na si watu wadogo. Yes, yeye yako peke yake, lakini kuna watu ambao tayari wameitana. Let me surprise you. Wakati watu wanataka kukupiga, hakuna mtu kupiga peke yake. Lazima atafute kikundi fulani ya kwenda kukupiga vita. Lazima atafute kikao fulani ya kupelekana na watu ndiposa wende wakakupige. Kama wewe ni mwanabiashara, lazima atafute wanabiashara wengine waitane katika vikao, wajue jinsi watakupiga. Kama uko katika ndoa, lazima atafute wengine washikane wapige ndoa yako. I want to assure you, hakuna mtu keti peke yake akaende akapiga vita. Lazima itane mahali, aketi katika kikao, atengeneze hata vita. Joshua, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaangalia wale watu, akaangalia mioyo yao, mipango ambao wako nayo. Walikuwa na mipango ya kwenda kupiga mtumishi wa Mungu. Walikuwa na mipango ambayo ni ya kwenda kukupiga. Wakati mwingine uko umelala usiku, kuna watu mahali wameitana wakaketi usiku. Kusudi lao kubwa sana ni kwenda katika vita. Biblia inasema ya kwamba wakati walipoitana, hawakuitana watu wachache, waliitana watu wengi. So watu ambao wanapigana huwa wanaitana watu wengi ndio wainue madhabahu yao ya vita. Praise God. Hallelujah. Hakuna mtu anaendana kwa vita peke yake. Punguza sauti. Hakuna mtu anaendana kwa vita peke yake. Hallelujah. Mtu ambaye anakupangia, you will never see him alone. Lazima akuwe na kikundi fulani. Hata ndiposa huduma ianguke, lazima kukuwa na kusudi, kukuwa na kikundi fulani ambayo inapigana na huduma. Ndiposa a marriage to fail, kuna kikundi kwa mahali inasema ya kwamba mimi siwezi beba na bwana yako hivyo. Bwana yako anakubeba na ujinga, bibi yako anakubeba na ujinga. Hiyo ni kikundi fulani imeketi mahali, iko na mpango ya kukumaliza. Lakini kuna kitu moja walisahau, ya kwamba Bwana atawakuwa watu wengi. Kuna kitu moja Yoshua aliamua tano inasema ya kwamba wafalme hao wote wakakutana pamoja, wakaenda na kupanga mahema yao pamoja hapo penye maji ya Molemu ili kupigana na Israeli. Bwana akamwambia Yoshua, usiche wewe kwa ajili ya hao, usiogope kwa ajili ya hao, kwani kesho wakati kama huu utawatoa hali wameuawa. Tulia, turudi tena 5. Kisha wafalme wakaitana. Praise God. So si watu wachache wao wanaitana katika maisha yako. Angalia watu ambao wanataka kutengeneza vita katika wana wa Israeli ni wafalme. So si watu wachache, kuna watu ambao wameketi mahali wanaitana kwenda katika vita. Aidha ni vita vya kiroho, aidha ni vita physical, aidha ni za kimwili. Lakini kuna kitu moja walisahau, hata wakuwa wafalme, wakuwa hata na hizo farasi. Kuna kitu moja walisahau, ya kwamba hata wakitengeneza farasi, kuna mmoja aliyeumba hiyo farasi, na yeye ni Jehova Mungu aishie milele. Kuna kitu moja walisahau katika hizo vita, hata wakuwa wafalme, kwa ajili walitegemea farasi ambazo walikuwa nazo, walitegemea makombora ambao walikuwa nayo, walitegemea askari ambao walikuwa na wao. Lakini wana wa Israeli hawakuwa na kitu cha kutegemea, hawakuwa na mtu mwingine wa kutegemea. Walikuwa na Jehova Jireh, walikuwa na Bwana wa majeshi, walikuwa na Mungu
wasiobadilika. Walikuwa na Mungu ambaye asienda kama wa mwanadamu. Yoshua wakati pale alikuwa tu akingojea jema. Kuna kitu moja wa kuelewa, wakati wafalme wanapanga na yeye Mungu pande ingine, kuna kitu anapanga. Mpendo wa tafadhali, heri kuwa upande wa Bwana hata kama uko peke yako. Heri kuwa upande wa Bwana hata kama kila mtu atakuacha. Heri kuwa katika upande wa Bwana hata kama kila mtu atakuinukia. Heri kuwa katika upande wa Bwana. Kama nataka kuahidi wakati mmoja kinywa cha Bwana wakati kitafunguka, kuna mambo itabadilika. Yesu amekucheka, Yesu amekudharau, lakini wakati kinywa cha Bwana kitafunguka, uliza Yoshua, wakati kinywa cha Bwana kilifunguka, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwambia usiogope, usiogope. Hata kama wako na farasi, hata kama wako na wanajeshi, hata kama wako na akilani, nimekuja kukuambia usiogope. Katika mwaka wa 2026 wakati tuko katika maombi, nimekuja na ujumbe wa kukuambia si wakati wa kuogopa. Hata kama wamekusanyika, kusudi lao kubwa ni kukuangamiza chini, wachana na wao. Wewe zidi kubaki upande wa Bwana. Hata kama wameshikana, wewe zidi kubaki upande wa Bwana. Hata kama wameinuka, wewe zidi kubaki upande wa Bwana. Katika upande wa Bwana lazima kutakuwa na jibu. Katika upande wa Bwana lazima kutakuwa na urejesho. Sipe Bwana makofi mazuri. Praise God. Alafu kama kuna zaidi unafaa kuanga katika upande wa Bwana. Unajua wakati watu wamekusanyika, praise God, I'm living as a testimony. Wakati nilipoingia katika huduma, I saw people coming together, gathering together, spiritually, physical, hearing to fight against Pastor Ken. Mimi hata kama ni wengi aje, I never cared about them. Nilikaa katika upande wa Mungu. Praise God. Wakati nilikuja hapa nikawapea ushuhuda, nikawaambia kuna mtu ambaye alienda kwa mganga akafanyiwa shakarabara hizo. Heri tu angekaa katika upande wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba wakati hao watu walikusanyika, kusudi ambao walikuwa nalo, kumbuka wana wa Israeli walitoka katika mikono ya Farao, lakini Farao akawapiga, akapata watu hawezi pigika, akajaribu kuwapunguza, akapata watu hawezi punguka, kwa ajili walikuwa katika upande wa Bwana. Mtu ambaye kwa Mungu hakuna wakati anaweza punguka. Nimekuja kukutangazia katika wiki za maombi, si wakati wako wa kupunguka, si wakati wako wa kwenda chini, ni wakati wako wa kwanza kuinuka. Aidha ni kimaisha, aidha ni kibiashara, aidha ni kielimu, ni wakati wako wa kwanza kuinuka kwa ajili kwa katika upande wa Bwana. Amen. Praise God. Amen. Ila jambo kubwa sana, the worst thing that is happening to many people, they are living their God. Tuko katika nyakati ambazo Wakikuyu wameinuka, wamesema tuko na Mungu wetu. Wakasema ya kwamba lekeni tukegire, wacheni tukachiende. Unapata baba mzee, unapata baba mzee, hey, amekaa na bibi yake miaka 20, lakini yako anamjua. Lekeni kegire. Kuna kitu moja ujui, wacha sisi tubaki kwa Bwana. Si lazima tujiende, wacha tubaki kwa Bwana. Kwa ajili anasema ya kwamba hata kabla sijatengeneza tumbo ya baba yangu alikuwa ananijua vizuri sana. Hata kabla sijafikiriwa, hata kabla wajakuja tumbo moja, Bwana alikuwa anafikiria. Biblia inasema ya kwamba na niko na mipango mema juu ya maisha yako. Sijui nini mnaendea katika Mount Kenya, sijui nini mnaendea kwenda kujijua. Jipeleke katika Bwana, baki katika Bwana. Tuko nyakati ambazo Wakristiano kila mmoja anasema mapasta ni wezi, mapasta wanatuiba. Wewe zidi kubaki kwa Bwana. Kuna mahali Bwana amekutoa, wachana wewe nasema ni wezi. Wewe zidi kubaki kwa Bwana. I want to assure you, wakati kinywa cha Bwana kitafunguka, chochote ulichotamani lazima kitaweza kutimia. Kama ni ndoa uliyotamani lazima itaweza kutimia. Kama
Kama ni biashara uliyotamani, lazima itaweza kutimia. Kama ni kibali uliyotamani, lazima itaweza kutimia. Kwa watu ambao wanamgoja Mungu, kama unamgoja Bwana, supigia Bwana makofi, ushangilie Yesu. Praise God. The big problem that we have, we are following people because they are speaking. Unafuata watu kwa maisha yako kwa ajili wanaongea. Biblia inasema ya kwamba ile verse 5, wafalme wote, it is not small people. Wakati mwingine hata katika kanisa unafuata washirika wote wa CCD mahali ambapo wameenda. Unaanza kuchambua magazeti. Wachanyani na magazeti, kaeni katika upande wa Bwana. Katika upande wa Bwana lazima kutajibiwa. Kama unahitaji kufuata watu, wewe zidi kufuata Mungu. Mungu uliotoka na yeye mbele. Hata kama uko na mjua vizuri, wewe mfuata mbele yako, atakuonyesha kwenye la kupeleka. Biblia inasema ya kwamba milele leo, kesho na hata milele. Hata kama wanadamu wataelewa, hiyo kesho Jehova hako, na kama yuko kesho, hako kesho nyingine, na kama yuko kesho nyingine, hako milele na milele. Wakati atafika, lazima kutakuwa na kubadilika. Wakati atafika, lazima kutakuwa na majibu. Sipema na makofi mazuri. Praise God. The big problem that we have, shida kubwa tuko nayo, tunaenda kwa watu ambao wasio na gharama ya kutafuta Mungu. Haleluya. Amen. Wewe kuimbaji, shida kubwa ambao uko nayo ni kwenda na kwa watu ambao hawana gharama ya kuimbaji. People that hawaelewi kwenye umetoka na Mungu. You're not getting me. Wakati nilikuwa nafungua huduma, I requested some few guys. Nilianza kuhubiri kwa mitandao. Back then at wakati wa corona, another day walikuwa wananiuliza, na mbona siku hizi utahubiri katika mitandao? Kwa nini ulifanya? Nikawaambia I'm coming back. Nikajua kumbe mlikuwa mnasikizanga neno. Wakati ulifika wa huduma, I went to them, I requested them. Nataka mnirudilie vitu za kufungua huduma. Everybody, wakati walisikia hiyo sifa, everybody alikuwa ananipigia simu. Pasa nimesikia unafungua kanisa, mimi niandike vitu 20. Mimi niandike vitu 10. Mimi niandike wakati kwa wakati na wao wengine kwa wameshikana. Wanasema ako kamejita, ako kuna mahali kataenda, ako mbegeti litamuno, lakini kanisa kanisa ndio hivi. Mimi sina shida, baina kanisa ni kubwa, lakini uko na Jehova, kanisa ni rahisi. Wakati uko na Bwana, ndoa ni rahisi. Wakati uko na Bwana, uibaji ni rahisi. Wakati uko na Bwana, biashara ni rahisi. Kwa ajili wakati Bwana ameingia, anafanya na kila kitu kwa rahisi. Kitu ambacho ilikuwa ngumu hata kwa wazazi wako, hata kwa babu yako, wakati Bwana ameingia, yeye mwenyewe anaifanya inakuwa rahisi. Praise God. Bwana asifiwe. Sisi tumtumikie Mungu akufanya mambo iwe rahisi. By the way, Bibi, I never seated to hear what they are speaking. Kaina walikuwa wengi. I remember one of the days. Nakumbuka siku mchungaji mwingine alikuja. Na wacha niwaambie, hata kama unaweza dharau hii madhabahu, iheshimu tu kidogo. A certain pastor from this area, tulikuwa pale ng'ambo, tulikuwa kabla hajapinduka, akakueleweki. Sasa yeye anakuwa saidia Mungu. Sasa zingine anaona wacha kwanza nipige skola, anapiga skola anarudi. Hii mwaka ubadilike. Usinisumbue tena. Praise God. Bwana asifiwe. Wakati alikuja, alituambia we have everything. We have instruments.
Hata mimi ukiniuliza sijui vile tulinunua by hata mimi sijui. One of the pastors hapo nilipata wakiongea na Reverend Mosiri akimwitisha namba, lakini wakati aliniona akaanza kujificha. Baada hapo otherwise nimefika. Akasema, "Wewe, unajua kanisa hata mwezi sema unajua ni neema. Kanisa kadogo kakona kila kitu, keyboard, speaker, mic, kila kitu." Mimi sikuwa najua by the fight is all over. Me didn't you. Bwana sifiwe. So after that, asante pastor from the same branch. Akakuja hapo Mudhara. Akakuja akaniambia pastor, nataka kupanda katika madhabahu yako. Akasimamisha gari. Unaona kale makaratasi wale wananga. Akakuja akaniambia pastor, shika uombee sadaka. Sio hapo na bishop pia imeshapa siweze uombee. Nikasema God, kanisa iko na miezi 3. Kuna hili iko na miaka 4 na iko na bishop, lakini amekuja kwa we prayed that week. Alipata keyboard ya 1,100 ile ya that week, na ilitoka hapo. Akakuja tena akasimamisha gari akaniambia ndio kurudisha shukrani. 1 week kukaa tena akakuja akaniambia pastor, nataka nikuwe na microphone kama zako. Akapata the same week akapata microphone na akapata speaker. Today anahubiri kwa na vitu zote za huduma. Kuna kitu ninajua, wewe keti katika upande wa Bwana, hata kama watashikana wakupige, wewe kaa pande ya Bwana. Joshua ielewa, hata kama watakataa, wacha mimi nipange katika upande wa Bwana. Kuna kitu moja ninajua, Jehova wakati atajibu, kila mmoja atashangaa. Haleluya. Wakati moja tukipaka na mama yangu mafuta ya nguruwe, tusirogo. Unajua, shetani, I love the way devils anauzanga uoga. Umeokoka? Mama alikuwa ameokoka. To be born again. I was born again. And he could speak a shala mashere mashaya da angeongea. Hata ndio siasa ndio mara. Lakini saa zingine anatuambia kwenda tununue nguruwe. Tukule na hali akawakata hapo penye imenona. Na ndio maana mimi sitakagi nyama imenona, nilikulishwa sana nguruwe penye imenona. Akienda kukarangwa tunachunga mafuta. Si shetani ametutesa. Kai. Sijui kama mmeteswa. Fanya mimi nai. Karau tega ama mimi ndio nimeokoka. Ama mimi ndio nai. Yaani tunaenda tunanunua nguruwe penye imenona. Unaambiwa hata tukapepa. Sasa kwa kuna nyama, nataka hiyo kuna mafuta. Kai, my God. Inatengenezwa vitu vile itakuwa garago. Garago. Hapo mnafunikia inatoa mafuta yote. Alafu inawekwa bahari inatulia kwa kachupa. Ani tulikuwa tumesoma physics, tumepita pamoja na baba yangu. Tunajua vizuri sana inafaa imwagwe, iwekwe kwa maji baridi, itakuli peke yake. Na ukitulia hiyo process hatujui, lakini tunajua it is healthy. Tukijipaka hatutaroweka. Kuna kitu tulikuwa tumesahau. Yesu na ufuata Yesu. Hatukuwa tumejipaka Yesu vizuri. Wakati tutajipaka Yesu, kuna mambo itakuwa inabadilika. Wachawi wakijaribu kukuguza, wanapiga nduru, wanasema kai, hii ni stima tumeguza. Kwa ajili wakati uko na Yesu, umepata kila kitu. Wakati uko na Yesu, umezidi magonjwa. Wakati uko na Yesu, umezidi wachawi. Wakati uko na Yesu, umezidi maisha yako. Sipepa na makofi mazuri. Sasa nataka uone tongile tuwalinde lifarua kwa tunajua watu wakishagi ilikuwa inapigwa hivi 1, 2, 3 inapigwa 7 by 7 by 7. Unainama hapo ni kuinama mtu na lake. Alafu mkimaliza mnaenda mnaambiwa tukimbia hivi na tukumwekea tutawekea mahindi kwa morobi. Ndio na mahindi zingine ziko kwa nyumba. Maskini. Kaimu maskini tiawana. Saa nyingine nilikuwa na ndio maana hii na mkawangu sio ipata hii pepo.
naichukia. Tulikuwa tunalima sana, tukimaliza kulima kuna watu na wao wakati wa mavuno wanatembeaga na masufuria, wanakuja huko wanakuambia ukiweka mahindi ijae hii sufuria na kuachia hii sufuria. Mimi nilikuwa nasikia vibaya, nimelima, nimetoka shule, kanaekewa na kanafanya hiyo kasufuria. Na kasufuria nilikuja tauni kukapata hapa, nikalikuwa kama 200. Na kasufuria kenyewe kalikuwa kanabeba mahindi kilo 5. Umaskini ni kitu mbaya. Na kama kuna mtu anakuambiaga usitukuze katika umaskini, huyo mtu mpiga makofi. Wewe tafuta pesa, Mungu akubariki nazo, wasema unaomba shetani. Wewe omba shetani kama ndio anakupea. Wewe omba. Ona kile hadi akawa wewe. Wakati wafalme walipatana, wakazungumzia kuhusu Yoshua, walielewa vizuri, wamemalizana. Na wacha nikuambie, Biblia inasema wafalme si mfalme, it is kings. So inamaanisha ni Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, yote it is to fight one person. Lakini huyo mtu mmoja alikuwa na mwenye hiyo vita, mwenye hiyo mipango, hawakuwa wanajua na yeye ako katika upande wa Bwana. Wakipanga, Bwana anakuja anamwambia wacha kushtuka, tulia, wacha kujali. Wakiongeza bunduki anamwambia wacha kujali. Biblia inasema ya kwamba wakati walipokaribia, haleluya, tusimame kwa Biblia yetu, tutamaliza Jumapili. Haleluya, amen. Tutamaliza usadi. Bwana sifiwe. Tumefika wakati alipofanya nini? Walipo karibia. Because we must have a God mwenye anakunenea, anakuambia mwana wangu acha kujali. Hata kama umelala njaa, one day utakula nyama. Today I no longer apply pork. Pork mafutas. I no longer, today I eat the pork and I enjoy the pork with kachumbari. I wish kumoja Mungu anipe pesa mingi niwapeleke penye nataka huko. Muone tu kule. Hii mwaka Mungu nibariki tu na pesa nipeleke hawa. Wasikie venye nasikiaga tu. Huyu tulienda na yeye akasikia tu, kachache hata neema. Anakula na wazungu, nikasikia, nikajua jamaa kumbe amesoma kule kizungu cha shamba itokangi hapa, kumbe inaweza toka. Anaanza kuniongelesha, how are you pastor? Namwambia I'm good my son. Where can I wash my hands? Namwambia go there. Naona anauliza, ulikuwa unawaita aje? How are you kita? Sikita wali ni sawa, ulikuwa unawaita aje? Hai. Likewise. Anauliza, are you certified sir? Praise God. When you have God, wasichana bakini na Mungu. Praise God. Wakati mwingine nilikuwa high school, nilikuwa naona wasichana wanakuja na chakula mzuri, tukifungua wengine wanakuja na chips, kuku. Mimi natamani, lakini nikikumbuka ile chakula na kulala kila siku ni muhogo. Alafu anapika saa 8 kwa klasi wanafungua, alafu inanisumbua na Kai. Mungu ulinifanya vizuri hata kama hujanipea mingi. Mungu ulinifanya vizuri. Kai. Sana unajua kajua kamewaka. Alafu inatolewa. Hata mimi nikaona manichukua, hata mimi shubadati nisikia vizuri venye wanasikia. Unajua anakuwa na dereva fulani akaniambia, lakini siku anajua kumbe ni uharibifu. Leo ile ndani shagi Kai. Nilikuwa naangalia kwa wananika jana, tulikuwa kwa mkutano wetu, nikawaambia saa hii anavaa kifulana kiulala.
Ningine nikapata wako na wanioni. Nikapata wako na watoto 5. Kai na wamezeka. Na wanafukai. Niliambia wasichana, unaangalia hapa wewe. Nikamwambia ni vizuri mkae katika Bwana. Wewe kaeni upande wa Mungu, hata kama mtachekwa, bakini katika upande wa Mungu. Hata kama mtadharauliwa juu kwenye mbaki, wanalika bakini upande wa Mungu. Watu ambao wanabaki upande wa Mungu, kuna wakati ambao Mungu atakuja kuwajibu. Kuna wakati utaingia kwa mkahawa, si Bwana uko na yeye, si wa wenyewe, si maina wenyewe, si pesa ya kuiba, ni pesa yako. Utaingia ukule na useme thank you sir. Na Mungu awabariki mapema kabla. Sijui unajua wakati wewe utapata vitu zimeiva. Na kama unajua ATM mrefu umetumia ATM. Kukulipa hata supermarket. Mwambie Mungu awape vitu zingine. Unajua zinaenda kuisha fashion. Unaenda pale, unasema vizuri. Do you swipes? The cards. Okay, let me check and I come back. Ile isema kwa mtu ambaye ataokoka. Ni mtu ambaye anamjua Mungu. Wakati unakula unasema mwana ni kai. Na katika kile hiyo nguruwe, niko kali ya nguruwe, hadi hakuna nguruwe. Na kena. Natamani tu Mungu tu awafurahishe kama vile alinifurahisha. Amen. Awafurahishe tu. Unajua pili wapia story yangu. Na yani hapa tukianza kukula kwanza yako wewe. Tunatoroka. Tulikane siku moja na mke wangu nikamuuliza wewe kwenu. Yeye akaniambia kwetu sisi hata tulikuwa tunafunga mlango. Ya nini? Tulikuwa tunatafuta mti, tunayakaje? Tunakaa hivi. Sasa hata mwizi akikuja, nini ataiba na yeye anaiba kona kusilisani na sufuria. Sasa ataiba nini? Ino mikono yako utuambia Bwana, Bwana natamani tu ukawe katika upande wako. Natamani Bwana ukawe katika upande wako. Ambia Bwana natamani tu Bwana. Natamani kufanana nawe. Natamani kufanana nawe. Siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Natamani mimi
tu Bwana nikiendelesha na wewe. Natamani tu Bwana nikiende pamoja na wewe. Nitengeneze sauti ya microphone katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana natamani tu nikatembee pamoja na wewe. Natamani tu Bwana nikafanane na wewe. Natamani tu Jehova ukende pamoja na mimi. Ambia Bwana jambo katika jina la Yesu. Ambia Bwana natamani niwe pamoja na wewe. Natamani maisha yangu, natamani vipaji wangu, natamani ibada yangu, natamani Bwana mabwana katika jina la Yesu Kristo. Natamani kutembea pamoja na wewe. Jitangazie jina la Bwana. Natamani kwenda pamoja na Yesu katika jina la Bwana. Ila Bwana nikule kwa daraja la utawala nawe. Ongeza sauti. Ambia Bwana tu akatembee pamoja na wewe. Ambia Bwana akatembee pamoja na wewe. Ambia Bwana akatembee pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuambia Bwana, natamani nikatembee pamoja na wewe. Natamani wokovu wangu ukakae pamoja na wewe. Natamani Jehova, wakati wanatengeneza vita kunimaliza, wakati wanapotengeneza, wakati wanaketi katika vikao, natamani Bwana mabwana ukatembee pamoja na mimi, ukaende pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, natamani tu kwenda pamoja na wewe. Natamani kuhubiri pamoja na wewe Yesu wangu. In the name of Jesus. Ambia Bwana tu akupande katika upande wake. Tukienda kumaliza hii ujumbe, ambia Bwana ningependa kuwa kama Yoshua. Wakati wanatangaza kunipiga, wakati wanataka kunimaliza, Bwana umekuwa katika upande wangu. Unaniambia ya kwamba nisiogope. Dada mazaka la mazuri shaka dada mazaya ni mazaya makana na mazaya. Bwana, najua hili neno limekuja wakati unaofaa. Bwana, umekuja wakati linalofaa. Nilikuwa nimeogopa kwa ajili walikuwa wamekujikusanya. Nilikuwa nimeogopa kwa ajili walimaliza wazazi wangu. Nilikuwa nimeogopa kwa ajili maskini ilimaliza kwetu, lakini Bwana leo umeniambia nisiogope. I want to be careful today. I will not fear. I will not fear in the name of Jesus. Nikia tangazia maisha yako, usinyamaze katika upande wa Bwana. Wacha kunyamaza katika in the presence of God. Kuna watu wamekusanya, wamekuwa wakikupiga vita, hata wengine hujui kenye mnaulizana, lakini walisema na ukajua, walitangaza na wakasema vizuri kwa vinywa vyao, wewe lazima utaisha, wewe lazima watakuweka chini. The Lord have said, ako katika upande wako. Jehova, tunakuita Mungu wetu, pigania kila moja Bwana. Wengine wetu waliketi katika vikao, wakasema lazima wataisha, wakaachilia magonjwa katika familia, wakaachilia umaskini katika familia, wakaachilia vitu ambavyo vifai katika maisha yao. Leo Bwana ninatangaza jinsi ulipenda pamoja na Yoshua, wapigania katika jina la Yesu. Leo hakuna kuombea watu, wewe jiombe. Wewe unajua ni akina nani waliitana. Haya, Biblia inasema wafalme wakaitana, wakaketi chini, wakapanda. But they forget Joshua was with God. They forget Joshua was with God. Kuna kitu wamesahau. Yoshua ako na Mungu. Wewe Yoshua, wewe uko na Mungu. Wewe Yoshua, you have God.
Yoshua, wakati wa kuogopa umefika mwisho. Waliopanda farasi, they have started their journey, but God has said, don't fear. Yoshua, 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 Yoshua tangaza. Yoshua, 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 takatia mpanda farasi, aliyepanda farasi, Jehova anaenda kuwamaliza waliovipanda na kazi yao na mipango yao. God is going to destroy them. Fight for Joshua. Joshua kana mwana Mungu, mpiganie.
unastahili kuabudiwa katika maisha yetu. Mungu wetu, Bwana mabwana wameinua mikono yao juu kwa ishara ya kwamba they surrender to you my Father, kwa ishara ya kwamba hawana mtu mwingine wa kuwapigania vita ambavyo wanaotengeneza farasi vyao, vita vyao, wafalme wao, wanajeshi wao. Tumeinua mikono kuonesha kwamba ni wewe tunayekutambua hata katika hizi vita, ni wewe tu Bwana unaweza tushindania. Bwana, tukiendelea na huu ujumbe, wacha Bwana uendelee kutuzungumzia, wacha Bwana uendelee kutenda mambo makubwa ndani yetu. Bwana wafalme, siri neno likatetea Joshua, sikawatendee wa Yoshua. Yoshua simtendewe na Mungu. Mkiomba si Yoshua mtetewe na Bwana, si Yoshua mpiganiwe. Hata kama wameinuka kukuja kuwamaliza, si Yoshua Bwana akakutie nguvu katika hivi vita vinavyoandaliwa. Si Yoshua ukatiwe nguvu na Bwana, aidha ni za kimaisha, aidha ni za kimagonjwa. Si Bwana akakutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa falme, pokea sifa na utukufu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, na zote tuseme. Shika mwenzako mkono, mwambie neighbor, tumepata neno nzuri. Yoshua, acha nikwambie, ile vita wametengeneza si chache. Ni venye ujui, Mungu anaijua. Wewe Yoshua, tumekuambia tukikupata tutawakanyanga na Waisraeli. Lakini Yoshua, sikiza Mungu Kenya anasema, usiogope. Hii wiki usiogope, usijipake mafuta ya nguruwe kama Pastor Ken. Usikule mfupa uweke. Wewe fuata Yesu Yoshua, Mungu atakupigania. Si walisema wewe ni kitu kadogo, lakini uko na Mungu, uko kitu kikubwa. Kinene. Wewe ni mkubwa katika Mungu. Yoshua, ende ukapigane hii wiki. Yoshua, ende utengeneze pesa. Yoshua, patana na marafiki wa faida. Yoshua, najua uko peke yako Nyashafa, lakini uko na Yesu. Yoshua, ende ukashinde. Yoshua, tupatane kesho, tuzidi kuomba. Yoshua, tembea na Bwana. Yoshua, Mungu ako upande yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Hug the huggable.